Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu ya NBC Premier League, watu wengi wanaifahamu kama kamati ya masaa 72, tayari imeshaweza kutoa hukumu kwa kiungo mshambuliaji wa klabu ya Young Africans Mudathir Yahya Abbas mara baada ya kufanya kitendo ambacho kimetafsiriwa kuwa hakikuwa cha kiungwana. Tunakwenda kuangazia moja kwa moja Mudathir Yahya Abbas juu ya adhabu yake ambayo amepewa ya kufungiwa michezo mitatu ya ligi kuu ya NBC Premier League. Naitwa Leopold John, niko hapa ni Shabil Daniel kwenda kukuzungumzia moja kwa moja kile ambacho kitakwenda kuathiri Young Africans mara baada ya kumkosa Mudathir Yahya Abbas mwenye mabao 7 mpaka hivi sasa kwenye ligi kuu ya NBC Premier League akiwa na wananchi Young Africans. Shabil, Mudathir Yahya Abbas hatimaye kimemkuta kile ambacho watu wengi walikifanya, na always tumeona nguvu ya mitandao ya kijamii imefanya kazi hapa. Kwanza tuanzie hapo, alistahili kupata hichi ambacho amekipata ama tungetegemea kubwa zaidi ya hili ambalo amelifanya? Alistahili, kanuni alistahili, kwa sababu kanuni zinaeleza wazi. Kanuni ya 41 kipengele cha 5 I think kinaelezea masuala ya udhibiti wa wachezaji, na kwenye masuala ya udhibiti wa wachezaji ili tukio ambalo alifanya Mudathir Yahya limeelezewa vizuri tu kwamba mchezaji yote atakayepigana, atakayempiga mwamuzi au mchezaji mwenzake kwa kutumia nguvu iliyopita kiasi, basi atahukumiwa adhabu ya kukosa michezo mitatu pamoja na fine ya shilingi milioni 1. Lakini kama akifanya matukio hayo kwa vitendo vya kujirudia, anaweza akafungiwa akapata adhabu kubwa zaidi ya hii ambayo atatakiwa aipate kama standard ya mechi 3. Na maana anaweza kufungiwa miezi 3, mwaka zaidi, na faini ikawa kubwa zaidi ya hii ambayo kwa mfano Mudathir amepewa. Kwa hiyo alistahili kwa tukio alilofanya. Alimpiga kiwiko mlinzi wa kushoto wa Pamba Jiji Ibrahim Abraham, na ni tukio ambalo lilionekana kwenye marudio ya television. Kwa hiyo limeamuliwa kwa usahihi na Mudathir amepata adhabu yake, imetoka kwa usahihi na haki kabisa. Sawa, tuzungumzie sasa kwenye hizi klabu Young Africans, yamekuwa ni matendo ya kujirudia. Unafikiri uongozi bado wameshindwa kukaa chini na hawa wachezaji kuwaambia, kwa maana hii imekuwa ni adhabu ya 3 kwenye klabu ya Young Africans msimu huu? Alianza Ibrahim Abdurrahman Baka, akafuatia Djigui Diarra, safari hii ni Mudathir Yahya Abbas, lakini kwenye klabu nyingine tumekuwa hatuoni vitu kama hivi vinatokea. Tuseme kwamba shida inaanzia kwa viongozi ndani kushindwa kuwanyoosha hawa wachezaji moja kwa moja katika misingi mizuri. Kwanza ukisema kwamba hatuvioni kwenye timu nyingine, sidhani kama ni sahihi, kwa sababu timu nyingine pia zinakutana hizi adhabu. Kama Azam FC, mfano mzuri ni Azam Singida, ni matukio ambayo ameshawakuta. Lakini kwa bahati mbaya sana hizi ni Simba na Yanga, ni mechi zao ambazo hizi timu mbili kubwa zikicheza, watu wengi wanakuwa wanazifuatilia, zinamulikwa sana. Kila tukio dogo linakuzwa, linakuwa microscopic, linakuwa scrutinized, linachunguzwa kwa undani na kwa ukaribu sana, tofauti na matukio ambayo ya mechi ndogo. Yaani tukio kwenye mechi ndogo labda Mbeya City na Pamba inaweza katokea, lakini sio mchezaji anakuwa mwenye interest na hizi timu mbili, watu wanaamua kulipotezea unless da mamlaka yenyewe iweze kugundua matukio kama hayo. Lakini kitu kingine ambacho kinapelekea labda hizi timu ndogo kuepuka adhabu kama hizi ni kwamba muda mwingine hata matukio yao huwa yanatokea, lakini hatupati zile reply, yani haina maana. Lakini kwa hizi timu kubwa nimekwambia, kila kitu kidogo, kila tukio ambalo linatokea mchezoni linachunguzwa na kukuzwa kwa namna ambayo ni tofauti kabisa na hizi timu ndogo. Kwa hiyo ndo faida na hasara za kuwa timu kubwa, ndo faida zake, hasara zake ndo kama hizi. Kila tukio dogo litakuzwa, litakuwa public kwa namna kubwa sana ambayo ni ngumu kwa timu ndogo chini ya level ya Yanga na Simba kuona likitokea. Lakini tukirudi kwenye issue ya viongozi wa hizi timu kuzungumza na wachezaji, mimi na uhakika wanazungumza sana na wachezaji. Yaani kabla ligi haijaanza huwa wanakaa na wachezaji, wanazungumza, bwana msimu huu kuna hichi, ukifanya hichi utapata hichi, ukitokea hili kuna hili, kuna consequences ambazo utakutana nazo kama mchezaji ukifanya haya. Kwa hiyo wachezaji wanaelewa, lakini sometimes kama hujacheza mpira ndio unaweza kaelewa hichi ambacho kinawakuta wachezaji. Yaani ni matukio ambayo yanatokana
na mtu kuwa katika hali ambayo sio ya kawaida, kwa sababu against the run of the game damu inakuwa imechemka, yani unafikiria tu kile ambacho kinaendelea kwenye mchezo. Lakini mwisho wa siku lazima wachezaji pia wajifunze kuzidhibiti hisia zao, yani the mark of mchezaji professional ni uwezo pia wa kudhibiti hisia zako. Ukiwa binadamu ambaye huwezi kudhibiti hisia zako, basi wewe kuna namna ambayo maisha yako yatakuwa na ugharimu sana kwa matukio kama haya ambayo yamemkuta Mudathir. Yani ukiwa mwanadamu lazima uweze kujue namna ya kudhibiti hisia zako, hata kama umekwazwa kiasi gani, kwa sababu ile tukio ambalo alivutwa jezi, yes, mwamuzi alikuwa anaona, si mlikuwa kwenye faida, mpo kwenye mwendo, mnaenda kushambulia, yani kuna haja gani ya kufanya ambacho alikifanya Mudathir? Kwa hiyo hivi ni vitu vidogo ambavyo labda unakaa na mchezaji unazidi kumjenga, kwa sababu binadamu sisi tunajifunza kila siku. Yani hata kama una miaka 50, yani wewe kila siku as long as unaendelea kupumua ni fursa yako kuendelea kujifunza na kujifunza kila siku ili uwe mtu bora katika kesho yako ambayo inafuatia. Sawa, sasa tuende tukaangalia Mudathir anaikosa michezo mitatu ya ligi kuu ya NBC Premier League. Miongoni mwa mchezo huo ni mchezo ambao unafuata Mei 3 dhidi ya klabu ya Simba Sport Club. Anakwenda kuiathiri vipi kikosi chake na mwalimu Pedro Goncalves kwa ujumla? Yes, nafikiri kwenye kikosi cha Yanga hakuna kiungo ambaye wa Yanga ambaye anakupa ambacho Mudathir anaweza akakupa, viungo vya katikati kwenye box to box role. Mudathir tunafahamu mimi nishawahi kumuelezea nikasema Mudathir ni box crushing midfielder, ni kiungo ambaye unaweza ukamkuta kwenye maeneo ambayo hutarajii kumkuta, hasa mnapokuwa katika na transition kwenye kushambulia. Anajua sana kujiposition kwenye maeneo ambayo ni hatari, blind side ya wapinzani, na kuweza kuathiri mchezo kwa kufunga magoli ambayo yamekuwa msaada mkubwa sana. Msimu ana magoli 7. Yani hakuna kiungo mwenye magoli mengi kwenye ligi yetu. Ni yeye labda na Faye ambaye mimi naweza nikamtem zaidi kama kiungo mshambuliaji, lakini sio central midfielder. Yani central midfielder Mudathir ndio mchezaji ambaye ana magoli mengi, na tuliwahi kumzungumza kwa siku moja, nilikwambia ndani ya misimu mitatu iliyopita kuna kiungo wakati mwenye magoli mengi kama Mudathir. Haya amefunga zaidi ya magoli 19 kwenye misimu mitatu iliyopita kama kiungo wakati. Kwa hiyo huu ni mchezaji ambaye kwenye mechi kubwa kama za Simba unakosa hii ability yake ya kuamua michezo. Na huyu nikumbushe tu msimu uliopita alifunga goli kwenye dabi. Kwa hiyo unaweza ukaona ni mchezaji ambaye anakuwa na madhara sana kwenye michezo mikubwa na michezo tofauti ambayo anakuwa anaitumikia Young Africans. Kwa hiyo upengo lake dhidi ya Simba litakuwa ni kubwa sana, kwa sababu hakuna kiungo ambaye anakuofa, kiungo wakati wa Yanga ambaye anaofa kile ambacho Mudathir amekuwa kikiofa kwenye mikimbio yake kwenye box, anavyo time run zake, na ambavyo anavizia mabeki, anapokaa kwenye blind side na kufunga magoli ambayo yanakuwa msaada kwa Yanga. Kwa hiyo ni big miss kwa Young Africans katika mchezo huu wa dabi. Sawa, ni big miss kwa Young Africans kuelekea mchezo dabi ya Kariakoo, ambako Mudathir Yahya basi mmoja kati ya mchezo ambao ataukosa kutokana na adhabu yake ambayo amepewa na kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi kuu ya NBC Premier League, ambapo miongoni mwa mchezo mwingine ni dhidi ya KMC, bila kusahau Coastal Union, ambapo Mudathir Yahya basi ataikosa michezo hiyo. Naitwa Leopold John, nilikuwa hapa na Shabir Daniel. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi Anwar TV.